uongozi wa Yanga kupitia kwa rais wao Injinia Hersi Said wakiulizwa juu ya malengo yao kwa msimu ujao wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Yanga wanakwenda kuwakilisha tena Tanzania baada ya kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 2025-26, huwa hana maneno mengi. Anachokisema Injinia Hersi Said ni kwamba lengo lao ni walao kufika hatua ya robo finali. Ndio, kwa maana kwamba watakuwa wamepiga hatua zaidi kulinganisha na msimu uliomalizika 2025-26 ambapo Yanga iliishia hatua ya makundi, kama ilivyokuwa msimu 2024-25 ambapo pia iliishia hatua ya makundi. Unaweza ukamuelewa. Ndio kwamba wanapiga hatua moja zaidi kutoka walipoishia katika misimu miwili mfululizo iliyopita. Lakini ukiangalia juu ya namna ambavyo Yanga inasajili, ikiwamo mchezaji walimtambulisha leo hii, huyu ni Omar Farouk Komara, unapata jawabu moja tu kwamba Yanga lengo lao haliwezi likawa hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Ndio wanachokisema na dhamira yao inayojionyesha kupitia usajili. Yanga inataka makubwa zaidi, na uwezo huo wanao kulingana na aina wachezaji wanaowasajili. Ni pia benchi lao la ufundi chini ya kocha Maoba Mngiti, raia wa Afrika Kusini mwenye uzoefu wa michuano ya CAF, akiwa amewahi kulibeba msimu wa 2015-16 ndani ya Mamelodi Sundowns, akiwa miongoni mwa makocha wasaidizi wa kocha mkuu Pitso Mosimane. Ndio huyu Omar Farouk Komara ni miongoni mwa wachezaji walioonyesha kiwango cha juu mno katika eneo la kiulinzi, akitumikia klabu ya Golden Arrows katika msimu uliomalizika wa ligi kuu ya Afrika Kusini 2025-2026, na umri wake ni miaka 25, maana alizaliwa Novemba 20 mwaka 2000. Alionyesha kiwango kizuri, mechi 30 za ligi, yeye alicheza mechi 18 tu, huku Golden Arrows ikiwa chini ya kocha Maomba Mngiti, ambapo katika mechi hizo 18 dakika 1362 mwamba huyu ambaye tulishawahi kumjadili kupitia jukwaa hili kama tetesi miongoni mwa nyota wanaohusishwa na Yanga, basi imekuwa kweli leo hii, kwa sababu Yanga wamemtambulisha rasmi kwamba ni miongoni mwa wachezaji wao kwa ajili ya msimu ujao 2026-2027, na hivi sasa yupo na wenzake kule Ushirombo mkoani Geita, ikiwa ni uzinduzi wa kuelekea kilele cha siku ya wananchi. Sasa huyu Komara katika ligi kuu Afrika Kusini kwenye mechi hizo 18 alicheza kama beki wa kati ndani ya Golden Arrows, ambayo muda mwingi mfumo wake wa kucheza baada ya golikipa alikuwa anaanza na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Kwenye wale viungo kwenye wale walinzi wanne, yeye ni miongoni mwa mabeki wawili wakati alipokuwa akicheza pamoja na pacha wake wakati akiwa uwanjani, kwa maana ya Babaso akiwa beki wa kati kushoto, yeye akiwa beki wa kati kulia. Huyu ni raia wa Ivory Coast, urefu wake ni futi 6, goli lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Ana uwezo mkubwa wa kucheza mipira ya juu, mipira ya chini, kwa maana kufanya tackling akitumia miguu yake mirefu kuwini mipira, lakini pale inapobidi hucheza madhambi ili kuhakikisha tu golikipa wao hafikiwi. Sasa kwenye mechi hizo 18 akitekeleza majukumu ya kiulinzi, tunasema defensive actions, alifanya tackling, kuingia uvunguni mwa wapinzani na kucheza mipira kwa mafanikio mara 36, wastani wa mara 2 katika kila mchezo, maana alicheza mechi 18 kwa mafanikio tackling, ile kuingia chini kucheza mipira bila kusababisha madhara. Lakini alifanya interceptions, kuingilia mipira ambayo wapinzani wamekuwa wakipasiana kabla mpira hujafika kule ulikopelekwa, yeye anawazidi maarifa anaocheza, ama mpinzani anapojaribu kuukokota ama kuutuliza. Amefanya mara 22 kwa mafanikio hizo tunazoita interceptions. Lakini pale panapobidi inabidi kuosha mpira, kuubutua kutoka katika eneo hatarishi, alimradi timu iwe salama. Amefanya hivyo mara 70 katika mechi 18 tu alizocheza. Katika dakika hizo 1362 unaweza kaona ni beki aliyetekeleza majukumu yake kwa ufanisi kiasi gani na kuisaidia Golden Arrows kumaliza na goal difference za chanya. Maana Golden Arrows ni timu isiyokuwa miongoni mwa zile zinawania ubingwa wa ligi kuu ya Afrika Kusini. Ni timu ya katikati ya kawaida sana, lakini msimu uliomalizika walau ilifanya vizuri kwa sababu ilifunga mabao 34 ikaruhusu mabao 33. Ule uimara wao wa kuruhusu mabao 33 ulitokana pia na mchango wa huyu mwamba kwa maana ya Omar Kamaro Farouk. Na katika kuupoka mipira, kuirejesha katika himaya ya timu yake kutoka kwa wapinzani,
alifanya mara 58 katika mechi 18. Lakini hiyo clearance nilitoka kuelezea, kuosha mpira, kubutua, alifanya mara 70 katika mechi hizo 18 alizocheza. Faulo alipolazimika kucheza alicheza faulo 14, lakini naye kachezea faulo 11 kwa sababu wakati mwingine wanapoanzisha mipira akishirikiana na mshirika wake katika eneo la kiulinzi ndio wanaoanzia mipira, kwa maana yeye na Mabaso wakipata mpira kutoka kwa golikipa wao kuiendeleza kwenda katika eneo la kiungo na hatimaye kufika kwenye eneo la umaliziaji, finishing. Sasa wakati mwingine alazimika kukota mpira na ndipo hapo akajikuta anafanywa faulo na wapinzani mara 11, yeye akifanya mara 14. Sasa akiwa kwenye kiwango chake bora ndani ya Yanga, maana yake huyu akiwa kwenye kiwango chake bora hicho, akawa pale kati kwenye eneo la kiulinzi, anacheza na yeyote miongoni mwa mabeki waliopo wa Yanga hivi sasa. Ibra Baka, Mohamed Musa walimtoa Mashujaa na kumtambulisha hivi karibuni, lakini Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Job pindi atakapokuwa fiti, maana ameshaanza kujifua baada ya kuwa nje kwa majeraha, ni kwamba wakishirikiana naye wana uwezo kuifanya Yanga iendelee kuwa imara, kwa sababu amethibitisha hilo kwamba kuwalinda makipa wake na Butwali Bumsheri, kumlinda Djigui Diarra na kwa ujumla kufanya timu yao iwe na uimara katika kuzuia, lakini wakati huo ikianzisha mashambulizi kwenye build up kutokea kwao, kwa sababu ana uwezo mkubwa pia wa kupiga mipira mirefu, sio tu kupiga zile pasi fupi kutoka eneo alipo kupeleka upande wa kulia, upande wa kushoto ama katikati, katika kuprogress mpira pale ambapo wanakuwa wapinzani wanakabia juu, wanafanya ile tunasema high press, wanakuja kufanya shinikizo. Ana uwezo wa kupiga pasi ndefu zinazofika kwa asilimia zaidi ya 50. Kwenye hizi mechi 18 kapiga pasi ndefu 113, zikafika pasi 61, sasa na ufanisi wa asilimia 54. Sasa Yanga watamtumainia sana pia katika kupiga pasi za namna hii, kwa sababu chini ya Mang'oba Mnyiti matarajio Yanga itakuwa ina dominate mechi nyingi, ikiwa inamiliki zaidi mpira, ikiwa timu ya kwanza, wapinzani wanazuia zaidi kutokea chini. Sasa pale panapotokea fursa kwamba wanawatega kwa kucheza mipira kwenye eneo lao Yanga, yani kipa anampasia yeye kwa maana Kamaro, halafu anampasia Ibra Baka au Dickson Job au Bakari Nondo Mwamnyeto, lengo kuwatamanisha tu wapinzani waje wafanye shinikizo la juu, high pressing. Wakifanya hivyo mianya inatokea na yeye ana uwezo kupiga pasi ndefu zinazofika, na kufanya hivi wakishirikiana na Mabaso walikuwa wakiwatega wapinzani kwa mtindo huu, na pasi zake ni sumu kwa wapinzani, kwamba anapiga mipira mirefu kwenda kwa kina Alan Okello, kwenda kwa kina Sheikh Toure, kwenda kwa kina Kangwanda, kwenda kwa kina Juma Abushiri, kwenda kwa kina Shashaman Peter Shalulile, kwenda kwa kina Mudathir Abbas na kadhalika, ili kurahisisha mwendo kulifikia lango la wapinzani. Kwa ufupi tu, kusajiliwa kwa beki huyu kutoka Golden Arrows alionyesha kiwango kizuri katika ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliomalizika PSL. Maana yake Yanga sio tu kwamba inaonyesha kwamba inataka ifike robo finali ya mabingwa barani Afrika, bali kufika mbali zaidi, kwa maana ya nusu finali, finali na pengine kutoa ubingwa, kama ambavyo kocha wao Mang'oba Mnyiti ameshaeleza dhamira yake kuiona Yanga ikitoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa kujiamini alisema hivi, bila shaka kwa sababu anajua timu inapaswa ifanye nini, ionyeshe ubora upi ili katoa ubingwa, na wachezaji aliyowataka management Yanga imempatia, akiwemo huyu Komara aliyetoka naye katika klabu ya Golden Arrows, lakini anayepita Shalulile aliyemfundisha wakiwa pamoja katika klabu ya Mamelodi Sundowns kabla yeye hajatoka na Shalulile kuhitimisha mkataba wake kuitumikia Mamelodi Sundowns hivi karibuni. Lakini ana nyota kadhaa wenye kipaji ndani ya Yanga ambao wanamhakikishia kutekeleza yale ayatakayo kuifanya Yanga itishe kama Mamelodi ama zaidi. Na huyu mwamba Komara anakwenda kuongeza kitu katika eneo la kiulinzi na kuipa jeuri Yanga, kwamba kwa kikosi chake hiki labda break ya kwanza itakuwa nusu finali ama finali ligi ya mabingwa barani Afrika na sio robo finali. Lakini kwa michuano mingine ligi kuu Tanzania bara, matarajio kwa uimara wa safu yao ya kiulinzi ikiongezewa nguvu na huyu Komara, manake Yanga matarajio ni kutoa taji la 6 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, maana shalitoa mara 5 mfululizo, kurejesha taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo msimu uliomalizika wamelipoteza kwa watani wa jadi Simba, kutoa kombe la muungano ambalo msimu uliomalizika wamelipoteza, limetwaliwa na watani wa jadi Simba, lakini pia kubwa zaidi kufika mbali
zaidi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Maduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Maduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan bebe.